Ubarikiwe sana mtu wa Mungu ambaye ulikuwa ukifuatilia ibada hii, ibada ya kuondoa aibu, na sasa ibada yetu imekwisha, na hapa tuko na mtumishi wa Mungu Evangelist and Apostle Anthony Mkande. Nataka tuzungumze naye mawili matatu kuhusiana na ibada ya siku ya leo. Ni ibada ilikuwa ya namna gani? Mtumishi wa Mungu, hongera sana kwa huduma. Asante sana Bryson Kivuri na wasikilizaji wote na watazamaji. Amen. Yesu ni Bwana. Ndio. Na Yesu tabia yake hajawahi kuishiwa matendo. Hajawahi kuishiwa matendo. Utofauti wa shetani na Mungu ni matendo. Ni matendo. Matendo ya shetani yana mwisho, lakini matendo ya Mungu ni ya milele. Na ndio maana anaitwa jana, leo na hata milele. Hivi ndivyo ambavyo tunahitimisha ibada ya kuiondoa na kuiviringisha kabisa aibu. Nyinyi wenyewe mmeshuhudia, na wale watazamaji waliotufuatilia kwa njia ya redio na mitandao ya kijamii wameona namna aibu inavyoviringishwa. Neno moja linaleta madhara kwa shetani kwa viwango visivyokuwa vya kawaida. Ndio mtumishi wa Mungu. Asante. Na kwa upande wako ni ibada ambayo umeiona ina utofauti gani na ukubwa kiasi gani? Nimeiona ina utofauti mkubwa kwa sababu namna ambavyo aibu imeweza kuharibu maisha ya watu. Kama jinsi ambavyo nimekuambia, kuna watu ni wafanyabiashara lakini hawafanyi biashara kwa sababu ya aibu. Kama jinsi ambavyo mimi nilipokuwa Dar es Salaam, nilipokuwa natoka huko nilihisi kule kuna godoro la kulalia na nilihisi kuna chumba, lakini nilipofika nikaambiwa bwana, wenzako tunalala hapa barazani. Kwa hiyo nikaishinda aibu, nikaanza kuwa mfanyabiashara wa kuuza maji, na leo ni mfanyabiashara wa biashara mbalimbali. Kwa hiyo tunaona nilipoishinda aibu ya kulala kwenye boksi, basi ndio huyu leo unayeongea naye. Kwa hiyo watu wengi hawajashinda aibu, na ndio maana wanapitia mateso. Kuna watu sasa hivi ninapozungumza anakuambia hana 500 ya kula, lakini sio kwa sababu 500 haipo. 500 zipo nyingi tu, lakini shida ni aibu. Anawaza kwamba mimi niuze karanga, mimi labda niwe mpiga debe. Kwa hiyo ile aibu ndio ile mfanya bakie pale mahali alipo. Kwa hivi ndivyo ambavyo siku ya leo Bwana Yesu amekuwa akiwatoa kwenye mikono ya aibu.